na baraka nyingi katika jina la Yesu. Pokea sifa, pokea shukrani Bwana, katika jina la Yesu niliomba na hata kuamini. Amen. Bwana apewe sifa. Nashukuru nafasi hii kuwakaribisha hapa CFF Church Kabura, wale wanatazama online katika jina la Yesu, na pia niwakaribishe katika mkesha wa fasting ya kuvuka mwaka hapa CFF Church Kabura, na tutakuwa na ibada nzuri na tutasherehekea ukuu wa Bwana. Kwa hivyo karibuni sana katika jina la Kristo Yesu, na Mungu atawabariki na atawatenda mema in Jesus name. Kuja na rafiki yako katika hiyo mkesha, na tunajua ya kwamba haitakuwa mkesha wa kawaida, bali tutabarikiwa na tuone ukuu wa Bwana, kwa sababu Bwana amekubali tuone mwisho ya mwaka huu wa 2025, ambaye ni mwaka umekuwa na mambo mengi mazito kwa watu wengi, lakini katikati ya hiyo mambo yote hatujakosa mambo Mungu amefanya katika maisha yetu, na kwa hivyo tutamshukuru na tutazidi kumuinua katika hiyo mkesha wa fast, na Bwana atatubariki na atatutenda mema in Jesus name. Nataka niongee siku ya leo vile Bwana atakavyonisaidia niongee about the storms in life. Storms in life. Kuna kitu Mungu alikuwa ananinenea ya kwamba there are storms in life and there are stars in life. Bwana bless. Hiyo inaitwa majeraha, na kuna mawimbi na mafuriko katika maisha ya mtu. Hiyo ni wakati ule mambo inakuwa mazito na magumu katika maisha yako, na nitaongea pia kuna watu wamepitia katika majeraha katika hiyo mwaka imepita. Those scars in your life, Mungu mwenyewe ndiye anaweza kuziponya. Bwana wetu ndiye sana. Yeye ndiye anajua kuvuka kila jeraha. Mahali kumefujika, yeye ndiye anajua kuvuka. Yale mambo yote umepitia, all those storms in your life, Bwana yakuje. Ni Mungu tu mwenyewe anaweza kuziondoa. Bwana wetu ndiye sana. Naongea na watu ambao wamepitia mengi katika hii mwaka ama some years back in your life. Umepitia mengi ukashindwa ni nini kilifanyika katika maisha yako. But nataka nikuambie mambo mengine inakuja katika maisha ya kutufikisha level ingine. Bwana pesa. Ingine inaletwa na shetani, ingine na maadui, na ingine na Mungu akitaka kukuinua ama kujenga imani katika maisha yako, na ingine wewe ndiye unakubali ikuje kwa sababu ya kutosikia sauti ya Mungu na kwa kutofanya mapenzi ya Mungu. So unafuta mambo mengine katika maisha yako. Bwana wetu peresuka. So tutaanza na kitabu cha inaitwa Psalms. In the book of Psalms 66. Psalms 66 and verse 10. Inasema ya kwamba Psalms 66 and verse 10. Tuone vile maandiko inasema hivi: kwa maana umetupima Mungu mwanani robosho ugo kai ya kimaga apia mwenzako Mungu anapima. Bwana pesa. Hawa wanasema ya kwamba kwa maana umetupima. Yaani wewe kama umepimwa na Mungu, amekupima akakuona na mwanadamu. Bwana pesa. Mungu umetujaribu inavyojaribiwa fedha. Hawa ni watu walipitia katika maisha, walipitia mawimbi, mafuriko, mateso, majeraha, maumivu. Ndio wanasema hakika Mungu umetujaribu kama vile fedha inajaribiwa. Bwana ndiye.
wengine wamepitishiwa katika moto, wengine katika maji. Hiyo yote umejaribiwa. Ombi langu ama swali yangu ni hili: nguvu na uwezo uliye naye wewe mwana tabite kulithima na lazima uhoti na hinyore ndio wako. Bwana wetu ni sana. So ametupima, ametujaribu kama vile fedha inajaribiwa, kama vile fedha inapitishiwa kwa moto, inatokelezea ikishai. Bwana ni roho. So nikwambia kwamba siku ya leo mambo hii tumeona katika maisha yetu ambaye tumepitia katika mwaka. Aseme ya kwamba sijapata jambo linaweza nitoa katika njia za Mungu. Hiyo ni uongo. Bwana ni roho. Hata wale wanatoa wewe ungeduka mehaini wa akai. Wewe unatudanganya. Bwana hapesima. Mambo ni mengi inaweza kutoa katika njia za Mungu. Lakini Bwana anatuokoa kwa yote. Bwana anatusimamisha. Bwana anatupigania. Bwana wetu ni sana. Bwana ni roho. Tumejaribiwa. Maandiko inasema ya kwamba ulituingiza ndani ya wafu. Thou broughtest us into the net. Na kuweka viunoni mwetu mzigo uliotulemea. Bwana ni roho. Ni wakati hapa wamelekewa net mbele zao. Amen. Umejaribu kufanya jambo, umejaribu kusonga mbele, lakini kuna net imewekwa. Kazi ya net ni kutega. Bwana ni roho. Yaani inakutega usiingie hapo pengine, usiingie hapo ingine. Biblia inasema ya kwamba ati ulituingiza ndani ya wafu. Bwana ni roho. Na kuweka viunoni mwetu mzigo uliotulemea. Mambo matatu imekulemea katika hii mwaka. Bwana amesema vile ulianza Januari, kuna kimzigo Mungu aliweka ndani yako. Viunoni mwako akaweka kimzigo. Unajaribu kutembea unashindwa. Unajaribu kuomba unashindwa. Unajaribu kumtumikia Bwana unashindwa. Umejaribu kujitolea, tumeshindana. Bwana amesifa kwa sababu ya mzigo umekulemea katika hiyo mwaka. Bwana ni anaosha. Bwana amesifa. Ama mambo yote imekuwa straight. Sikuna mambo mengi sana yametulemea. Bwana wetu ni sana. Sikuna wetu wamelemewa na kuomba. Sikuna wetu wamelemewa na kuja katika ibada katika hii mwaka kwa sababu ya mizigo iliyowekwa viunoni ikatulemea. Bwana wetu ni sana. Lakini kwetu tumejitahidi hadi tumeonekana mpaka saa ya mwisho katika hii mwaka. Bwana wetu ni sana. Tunampatia Bwana sifa na utukufu, ijapokuwa kuna mambo mengi sana yametulemea, yametushinda, yamekuwa magumu, yamekuwa mazito, but we are still alive. Haleluya. Tunaendelea na kusifu jina la Bwana katikati ya hiyo mambo yote. Bwana ni roho. Akimeweka mzigo uliotulemea. Wengine wamelemewa hata na jamii. Bwana pesa. Wengine wamelemewa hata biashara. Bwana ni roho. Wengine wamelemewa kujitolea sadaka fungu la 10 katika nyumba la Bwana. Mzigo umewekwa kwa kiuno. Na Biblia inasema hivi: uliwapandisha watu juu ya vichwa vyetu. Ili mambo yote imefanyika kwetu sisi kama Wakristo. Bwana wetu ni sana. Ati umepandisha watu juu. Those caused men to lie over our heads. Some men, some people wametembea wako juu ya vichwa vyetu. Wengine wamekukanyaga. Bwana ni roho. Wengine wamegusa maisha yako, wamekanyaga maisha yako, wamekanyaga jamii yako, wamekuongea, wamekuseka, wamekudharau, wamekuihaki.
mzima hautasikia watu wakiongea kinyume na wewe. Bwana ni roho. Kuna mtu anaweza simama hivi aseme, ati mimi mwaka mzima sitasikia watu wakiongea juu yangu. Yaani basi mtu anakuangalia ile tu anaongea juu yako. Anaangalia familia yako, anaongea juu ya familia yako for nothing. Bwana asifiwe. Anakuangalia vile unakaa, vile unatembea. Anakudhihaki for nothing. Bwana asifiwe. And you have caused men to light over our hearts. Bwana asifiwe. Number 2, we went through fire and through water. Akibwana ya Kiswahili nasema hivi, tulipita motoni na majini. You have gone through fire more than the rocks. Kuna mtu amepitia moto hapa. Ukisikia Mama Sylvia akisema ya kwamba anaamini amepona. Bwana wetu ndio sana. Ni kujua mahali amepitia na ameona wokovu wa nani? Bwana asifiwe. Others have gone through fire, lack of money. Hallelujah. Hauna pesa, umejaribu kufanya mambo, umepitia katika moto, Bwana ni roho, na katika maji. Bwana wetu ndio sana. Na ni Mungu tu amekubali. Mambo mengine ni Mungu amekubali. Bwana wetu tumesifu. Yaani ulikuwa na mpango na ukasema Disemba hii vile nitafanya, mwaka hii vile nitafanya. Bwana wetu tumesifu. Wakati mwingi wa watu kisha kujifunga mwaka, huwa anasema ya kwamba kila mtu ashukue kalamu, uandike kile unataka Januari mpaka Disemba, every month. Na anatuombea by faith. Then ikifika Disemba 31st, unasikia watu wakitoa ushuhuda ya kwamba mwezi fulani niliaminia Mungu hii na imefanyika. Imagine wewe uliaminia Mungu hiyo miezi yote imepita na pengine hakujafanyika. You have gone through fire. Bwana pesa. Yaani kulitarajia mambo mengi na makubwa ifanyike katika maisha yako. Si ni kama vile mtu anaitwa nani alisema? Anaitwa Ayubu anasema ya kwamba nilitarajia nuru katika maisha yangu, lakini kumbe giza ndio ile nipata. Bwana pesa. Maandiko mengine inasema katika Proverbs, Bwana pesa, kilichotarajiwa na mwanadamu kikikawia, moyo unainama. Haleluya. Mioyo ya watu wangapi imeinama? Kwa sababu walikojea Mungu, wakakojea mambo makubwa, wakawa na imani na Mungu wao, lakini bado mambo haijatimia kwa ile moto wamepitia. Bwana pesa. Si hata kanisa wewe linapitia moto. Sio wewe peke yako. Kanisa wewe linapitia moto. Nani anaweza jua? Mchungaji ndiye anajua. Ile moto kanisa limepitia, ile maji kanisa limepitia, mchungaji anajua. Bwana wetu pesa. Na wewe unajua ile moto yote limepitia katika hii mwaka yote. Lakini maandiko yanasema that we have gone through fire and through water, but they brought us out into a worthy place, at ukatutoa na kutuleta kunako wingi. Bwana ni roho. Sasa hivyo ndivyo Bwana anaenda kufanya katika maisha yenu. Bwana wetu ndiye sana. Ya kwamba katikati ya hiyo mambo yote mmepitia, hiyo maji, hiyo moto, hiyo mafuriko, mashida, maumivu, magonjwa, mateso, kuangamia, kudhihakiwa, kushekelewa, Biblia inasema ya kwamba Bwana atatutoa na atatuleta kunako wingi. Bwana wetu ni sawa. That way inasema ya kwamba the coming year 2026, it is the year of harvest. Bwana asifiwe. Itakuwa ni mwaka wa kuvuna kwa sababu tumepitia ya kutosha. Bwana atatutoa katika moto, atatutoa katika maji, atuweke mahali kuna wingi wa baraka. Bwana ni roho. We are going to receive more blessings in Jesus' name. Bwana wetu ni sana.
ati ya kwamba ukatutoa na kutuleta kunako wingi. Haleluya! Into a wealthy, ya Kiingereza inasema into a wealthy place. So mahali Mungu anaenda kukuingiza Bwana Yehoosha ni mahali utastarehe. Bwana wetu ndio sana. Palipo na wingi wa mali, wingi wa fedha, wingi wa vitu. Bwana Yehoosha, kama biashara yako imepitia mazito, mwaka ujao Mungu atakuingiza katika mahali ambapo hata wewe utafurahia na utasifu Bwana katika jina la Yesu katika maisha yako. Bwana wetu apewe sifa. So we have gone through fire, but we thank our God kwa sababu ile mambo yote Mungu anaenda kufanya. Sikiza Daudi vile anasema katika hali ya kufanyiwa hiyo mambo yote, kupitishiwa moto kama vile fedha inapitishiwa katika maji. Bwana wetu ni sana. Katika kuelewa na mizigo, akasema bastaki ya kwamba na hili ndio itafanya tubarikiwe, akijitaingia nyumbani mwako na kafara. Mimi huwa ninashindwa, mbona watu wanapiga nyumba ya Mungu? Mbona pesa? Mbona watu wanapigaga nyumba ya Mungu? Mbona watu wanapigaga kanisa? But Daudi anasema katika hiyo hali ya kutolewa hiyo mambo yote, anasema nitaingia nyumbani mwako na kafara. Ya Kiingereza inasema namna gani? I will go in thy house with a burnt offering. Na vile watu wanapiga sadaka Bwana Yehoosha, lakini kuna wengine wanajua umuhimu wa sadaka. Bwana wetu ni sana. That I will go into thy house with the burnt offering. Bwana Yehoosha, ati nitachukua sadaka. Kwanza anaita kafara. So it is a sacrifice. Bwana wetu apewe sifa. I will pay thee my vows. Nitaingia, nitaondoa kwako nadhiri sana. Imagine mwaka mzima nadhiri uliyoweka mbele za Mungu, na utasema mbele za Mungu. Na wacha niwaambie kwamba hakuna kitu very powerful kama vow. Nadhiri ukiweka kwa Mungu Bwana Yehoosha. Na ndio ukisoma katika Deuteronomy inasema ya kwamba yule ambaye hatimizi nadhiri anahesabiwa kuwa ni mwenye dhambi. Bwana Yehoosha, utarago wewe hiatakwani tondu wako ingia kilikanio. Nadhiri ukiweka mbele za Mungu, na watu wengine hawajuagi wakiweka nadhiri. Unasikia mtu akisema Bwana, ukinitoa katika hii shida nitakutolea kitu fulani. Hivyo umesema, hiyo inakaanga mbinguni. Bwana Yehoosha. Na ndio maandiko inasema tusiwe haraka wa kuongea. Afadhali unyamaze, lakini usitamke. Ukitamka ukose kutimiza. Ati Mungu ukiniokoa na hii ugonjwa, Mungu ukinipeleka safari na nirudi, nitafanya hivi katika nyumba yako. Bwana Yehoosha. Lakini ikafika mahali ukijipata mahali pake unasahau na ile nadhiri. Wacha nikwambie, wewe umesahau, lakini Mungu hawezi kusahau na hiyo nadhiri. Anakudai mpaka wakati utatimiza. Bwana wetu pewe sifa. Ndio usiwe mtu wa kuongea haraka. Bwana Yehoosha. Na sana sana tukiwa katika shida. Sasa wakati kama huo uko katika moto na katika maji mengi sana. Unajua maji ni majaribu. Ukiwa katika hiyo shida, mtu huwa anaongea sana. Anaambia Mungu mpaka unaenda kwa maombi. Unaambia Mungu, unaomba Baba, katika jina la Yesu, ukinitoa katika shida hii Baba, nitakutumikia. Alafu ukitolewa katika ile shida, huyo nakalio kale maombi yanayoka. Bwana ni roho. Wacha nikwambie, hiyo nadhiri itakukula maisha yako yote. Kwa maana utakuwa ukihesabiwa. Kadiri wakihesabiwa vile ni wenye dhambi, hata wewe ni included there. Bwana ni roho. Hiyo ndio maandiko inasema. Ni vizuri kutimiza nadhiri. Na wacha nikwambie, ukitimiza nadhiri, nadhiri inakuwa very powerful. Angalia mtu anaitwa Hana alipokuwa akiomba. Anaingia katika nyumba la Bwana. Every day analia mpaka anaonekana kana kwamba ni mrefu. Na kazi yake ilikuwa ni kuomba mtoto
lakini akaweka nadhiri mbele za Mungu. Akaambia Mungu, Bwana, ukinibariki na mtoto kijana, nitarudi katika nyumba yako na nitamtoa katika madhabahu. Mungu alifanya ama hakufanya? Bwana apewe. Hana alitimiza nadhiri ama hakutimiza? Wakati alitaja nadhiri, Mungu alikuja haraka. Na huyu mtu alikuwa ameomba, anatoa dhabihu, anatoa sadaka, anaombewa. Lakini wakati aliweka nadhiri, Mungu alishuka haraka, akabarikiwa na mtoto kijana. Bwana ni roho. Sasa wewe jiulize, ni nadhiri gani umeweka mbele za Mungu? Bwana atukuze. Ni nadhiri gani umeweka mbele za Mungu? Unajua mambo mengine tunaona tu ni kawaida. Na tukifundisha watu wanasemaga ati hao washikaji walikuwa kile wanafanya. Nataka nikwambie, kama haujatimiza hiyo nadhiri, unahesabiwa kuwa wewe ni mwenye dhambi. Soma Biblia vizuri. Bwana apesi. Hata sasa niliambia watu hapa kwa ibada, kama unajua umekula fungu la 10 ya Mungu, soma Biblia, inasema ulipe na 5%. Sio sisi tunaongeaga hii mambo. Bwana, na ukifika mbinguni ndio utaelewa hii mambo. Maandiko inasema njia ya kwenda mbinguni ni hamjua? Ni nyembamba ama ni pana? Na Biblia inasema it is very hard. Mungu yake ndio. It is very hard. So hiyo kajia usione ya kwamba ati mtu atakaa vile anataka akiakifika mbinguni. Unasikia kana wengine wakisema ya kwamba ati atasamehewa dhambi akiwa mbinguni. Na nani? Bwana ni Yehova. Wakati tumefika mbinguni ndio unaenda kumwambia Mungu nimefika. Ati unisamehe. Hapana, hapo ni kuchukua charge. Ulifanya nini duniani? Unakuwa charge, unakuwa pande hii na wengine pande hii. Bwana akasema, kama ni kusamehewa ni wapi? Hapa duniani. Kama ni kukaa vizuri wapi? Kama ni kukula vizuri simuoge. Bwana ni roho. Ama unangojea ukule kama bikuni? Bikuni chakula ya huko ni sifa, kuinama, kuinuka, kuabudu Mungu. Bwana ni roho. Kama ni nyama ukule. Bwana pesa. Bwana akubariki watu. Tukaliana na meme kwa nake. Na gai, nikiwa mrafu yike. Sasa ukikula chakula yote utakula nini na Mungu mbinguni? Bwana pesa. Akasema nitaingia katika nyumba yako na kafara with a burnt offering. Na akasema ya kwamba nitaondoa kwako nadhiri zangu. Wala ni roho. So kama kuna nadhiri umeweka mbele za Mungu, my advice, kwa maana ni wewe ulisema, hakuna mtu alikusukuma ukasema, si wewe ulisema wakati ulikuwa kwa shida. My advice, take a sacrifice. Ingia katika nyumba ya Mungu, enda uondoe nadhiri zako. Wala ni roho. Na ukiziondoa mtapelekana na Mungu. Na hapo utaona mlango itafunguka. Kuna jambo litatendeka. Todo ogo alikanile na Ngai, heki lokihingite kila mambo yako. Mwana ni roho. Na itafunguliwa Jesus name. Abazo midomo yako ilizinena. Tunasikia? Midomo yake ilinena. Mwana ni yakuni. Na kinywa changu kikazisema, nilipokuwa taabu. Nikiona amura. Wakati mtu ako kwa shida, huwa anaongea sana. Anaweka nadhiri. Kuna wengi wako na nadhiri kama 100. Bwana ni roho. Anaingia kwa shida, anaambia Mungu, ukinitoa kwa hii shida Mungu, nitakutolea kitu fulani. Hata kuna watu wako na vitu kwa nyumba. Vitu physical. Walisema Mungu, ukinitoa hapa, nitakutolea hii kikombe. Huyu mtu maikombesha kuku fulani. Na sahani zako zivunjike kule. Bwana pesa. Todo elireka. Mwana ni ati Mungu ukinitoa. Si unasikia anasema ya kwamba abazo midomo yangu ilizinena na kinywa changu kikazisema nilipokuwa taabuni. Sio wakati tulikuwa unastarehe. Na hapo ndio nakuambia kwamba ni vizuri kuwa very careful.
wakati wowote umeingia katika taabu ama kwa shida yoyote, usiwe wa haraka kuongea, kwa maana utajua vile utajibu Mungu wako. Wakati ulikuwa kwa shida ulisema namna gani? Mwadhani roho. So kupona kwako na kubarikiwa kwako ni kuchukua dhabihu, uende kuondoe nadhiri zako zote. Bwana wetu apewe sifa. Mwadhani roho. Mwadhani wao kia, ukiniokoa hapa Mungu nitakutumikia. Ati Mungu sitarudi nyuma tena, katika jina la Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Wapendwa, it is good utimize hiyo nadhiri uweka mbele za Mungu. Vile kinywa chako kilinena. Waiwa Daudi akiurati na kuita murake kanwa inele. Yame na wale ingala. Bwana apewe sifa. Hebu sikiza. Na sio kikafara atusacrifice hivyo tu. Bwana ni yakuni. Anasema kafara za vinono nitakutolea. Leo kila mtu hahareki kitu kinene. Anaanza kusema wachungaji siku hizi ni kuitisha. Sio sisi tunaitisha. Bwana apesema. Si wewe ulisema na siutimize. Na anasema kafara za vinono. Kwa hivyo ni vitu ambazo zimenona. Anasema nitaenda kuondoa nadhiri na vitu ambazo zimenona. Na nitatoa ng'ombe pamoja na mbuzi. Sasa Bwana atukuzwe. Mtikeke kidogo ndio wanakuja Yesu. Bwana apesema. Si mmesikia huyu anatoa nini? Anatoa ng'ombe na mbuzi. Afanye nini? Aondoe ile nadhiri alinena kwa kinywa chake. Anayetu kule sana. Sasa wewe ukikuitisha ile mbuzi yako utasema namna gani? Ama kuku yako ile unapenda tukuitishe. Na ni wewe tu ulisema. Tutafanya namna gani? Sasa ya muhimu ni kutimiza hivyo maandiko inavyo sema. Bwana wetu apewe sifa. Mwadhani roho. I offer. Nitatoa ng'ombe pamoja na mbuzi. Soma katika Isaia 43. Sitaki kuwakalisha na ili tubarikiwe na Bwana. Kama uko na nadhiri uliweka mbele za Mungu. Na wacha nikuambie, Mungu hawezi kusahau na nadhiri, lakini wewe unaweza sahau. Ile mtu ni gani hiyo? Bwana anasema, si umesahau already. Si kuna nadhiri uliweka last year but one na ukasahau kabisa. Wewe kama mwanadamu umesahau. Lakini ukweli ni kwamba Mungu mwenyewe hawezi kusahau. Bwana hawezi. Ni kama mwanamke hawezi kusahau jambo ulimfanya miaka 10. Wala miaka 10. Mwanaume akitendea mke wake vibaya, miaka 10 iishe, utasikia mke akikwambia, kumbuka ulinifanyia 1 2 3 na kulikuwa siku fulani na date fulani. Bwana ni roho. So naye Mungu anajua mahali kuweka nadhiri. Anajua ni siku gani, masaa ilikuwa gani, na ilikuwa tarehe ngapi, na ilikuwa mwaka gani. Bwana ni roho. Anajua hiyo yote. Hawezi kusahau. Isaia 43 verse 2. Isaia 43 verse 2. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Ati wakati unapita katika maji mengi katika maisha yako, Mungu anasema ako pamoja na wewe. Kongo maundu mashomone kwa ile mwaka mzima. Si kusema umekuwa peke yako. Hapana, umekuwa na Mungu. Bwana wetu umesema. Umekuwa na Mungu. Na ndio wakati wanafunzi waingie katika boti moja, mvua ikaanza kunyesha. Yesu alikuwa pale tu amelala. Mawimbi ikaja, mafuriko ikaja. Lakini mtuliza bahari alikuwa pale na alisimamisha yote. So wakati tunapita katika hiyo maji, sasa tumesoma ya kwamba
tumepitishiwa katika moto na katika maji. Wakati huo Mungu ako pamoja na wewe. Ndio anakuambia kwamba ukiweka nadhiri yoyote, Mungu ako hapo anasikiza. Kwa maana ako pamoja na wewe. Hata ukilia, hata ufanye nini, God is there. Na anasikiza na anajua. Anaona ile yote unapitia. Na anajua mtoto wangu, bado nitakuokoa katika jina la Yesu. Bwana ni roho. Nasema ya kwamba nitakuwa pamoja nawe na katika mito haitakugarikisha. Ukweli ni kwamba the promise of God ni ya kwamba maji haitakugarikisha. Hata mito ifurike namna gani, Bwana wetu ni sana, haitakugarikisha because God is with you. Ndio anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Bwana wetu ni sana. Uendapo katika moto hutateketea. Bwana ni roho. Na tuko na ushuhuda ya watu waliingia katika moto. Shadraka, Meshaki na Abednego waliingia kwa moto lakini hawakuchomeka. The same God with Shadraka and Meshaki bado wako pamoja na sisi. Hatutateketea na kukosa uko hai hata dakika hii. Bwana ni roho. Nikiwa na wewe moyo, hata ukiwa na matatizo, hata ukiwa haukuenda sikukuu ama haukukula, you are still alive, kwa sababu kubali ako pamoja na wewe. Bwana ni roho. Na hata kubali uteketee. Amen. Da kuleto hiye onadokonu gadogo. Bwana pesiba. Hata waseme nini katika maisha yako, hata wakupatie nini, wacha waendelee na kupanga. Haleluya. Hata wakuombee nini, wacha waendelee na kuomba. Kwa maana kila maombi iko na majibu. Bwana ni roho. Biblia inasema ya kwamba ile mipaka unapakiwa, Mungu anauliza nani aliwaambia wapake kama Mungu hajakuwa katika hiyo mipaka. Bwana ni roho. So kama wanatupangia watupangie, kama wanatuombea vibaya watuombee, lakini malipo ni wapi? Hapa duniani. Amen. Washa watusheke. Utashekwa na mmoja, yeye atashekwa na kumi, apatacho atafuna. Bwana wetu ni Yesu. So never mind this world. Tuko na Mungu ambaye hashindwi, na Mungu ambaye, washa nikuambie, Mungu alipoangalia Israeli wakiteswa na Farao na jeshi yake na kufanyishwa kazi mbaya na nzito, maandiko inasema ya kwamba Mungu aliamkia kiti yake, akasema siwezi kubali kukaa hapa watoto wangu wakiangamia. Bwana ni roho. Tekayoka ile yake akawa mwana wako na mdhinioliki. Bwana ni roho. Mtoto wako atateswa tena, na hapo ndio tunafika katika jina la Yesu. Amen. Wametuongea, wametupatia. Haleluya. Wamesema vile wanataka, lakini Mungu ataamkia kiti aseme mtoto wangu hautamtesa tena, na akaitenda kumenya kani na kama yangu. Hataki kujua kama umekuwa kinyume na mafuta ya Mungu na watu ambao wameokolewa na Bwana. Wacha nikwambie, hata kama ni damu yenu, watakuita waseme ya kwamba hatukuwa na mbaya. Bwana ni roho. Kwa hiyo ndio biashara ya tuna family yangu kila atona wama wala wega. Wewe yao kama wala wega. Ni vizuri kuwaombea vizuri. Lakini wacha nikuambie, Bwana pesa. Kuna wakati utafika Mungu aseme no more. Haleluya. No more. Na ndio unaona ya kwamba hata wakikunena maisha yao inakuwa mbaya. Why? Amejifanya kuwa adui. Bwana wetu pewe sifa. Na akijifanya kuwa adui, tunasoma ama tunaomba na Psalm 68, it says Psalm 68 inasema ya kwamba arise, oh my God, scatter all my enemies. Where are you? Bwana ni roho. Na mtu wa kwenu anajifanya kuwa adui yako, atakuwa scattered in Jesus name. Apende asipende, lazima asumbuke dunia hii. Bwana ni roho. Lazima asumbuke dunia hii. Kwa hiyo usijali kuna mtu ambaye anakupigania vita. Vita Mungu anasemaga sio yako. Bwana ni yakuni.
Bwana tunataka kujiulizia ati ni Mungu kweli na paka mwingine anajishika hapa kama kale ka kikombe ya mtoto. Ndiye ka kikombe tunatula. Kuna kikombe kalikuwa kanakaa hivi kwa mtoto. Bwana pesa. Sijui kama bado inaishi. Paka mwingine anajishika hapa. Nyoko menyatia hapo kile kikega. Ati no tie Yesu yote. Tuabe tuonane tokete mwoe. Ashoke tu. Bwana ni roho. Jamani wachana kujipigania. Wacha kujipigania. Wacha mtu wa kupigania vita. Bwana pesa. Atuendapo katika moto hutateketea. Yeah. Wala mwali wa moto haitakugusa. Imagine. Anaginya kutoka kutoka. Bwana pesa. Na kwa sababu katika hiyo mwaka tumepitishiwa na Mungu. Na ndio Mungu alitunenea hapa. Akasema nimewapitishia mengi sana. Bwana ni roho. Lakini kuna hatua kadhaa nimebakisha. Ndio niweze kukuja. Bwana ni Mungu. So wapendwa, acha niwaambie, kuna Mungu anaishi milele. Kuna hata hiyo wana girambo wake. Bwana pesa. Ati mwali wa moto haitakugusa hata kidogo. Jamani, naomba tutokelezee hii mwaka ingine. Na sisi tuwe tayari. Bwana wetu tunasema tuwe tayari kumtumikia Bwana. Bwana ni yakuni. Bwana anapokutoa katika shida, akuokoe. Haleluya. Akusimamishe. Naomba katika jina la Yesu, the coming next year, simama imara na usiangalie nyuma. Siata hiyo Isaia ndio inasema forget the former and now focus to the new. Sasa kile kinazuilia mambo mapya ifanyike kwako ni kwamba unaikia mwaka mpya na mambo ya kale. And you must forget. Bwana ni mkuu. No kidatoli ganironi mali atuonete mwaka huyo. Haleluya. Ndio tunapoingia mwaka mpya tuone mambo mapya, our might itabadilika. Bwana ni roho sho. Ona muoneo itoa maoto. Uanze kubadilika. Wewe usione kushindwa hii mwaka ati useme kwa sababu nimeshindwa hii mwaka ati mwaka hii bado nitashindwa. Hapana, lazima ubadilike. Hiyo mawazo yako. Change your thinking ndio uingie katika mambo mapya. Bwana ni roho. Lakini sasa ukisema ya kwamba ati nimeumia hiyo mwaka, naona hii mwaka bado nitaumia. Wewe ukitamka hivyo utaendelea kuumia. Lakini you must change your mind. Inaitwa thinking capacity. Bwana pasta. Change your thinking capacity. Forget the former things. Tuwekeke bila sio mwaka ukite. Bwana ni roho. Ati kuna mtu aliniangalia vibaya hii mwaka. Akaniongelesha vibaya. Paka tukivuka mwaka bado umenuna. Tukisema furahia, wewe unaangalia kwanza unaona hiyo mtu kwa kesha. Bwana ni roho. Unamuona kwa ibada atikia huyu na ndiye amekukanyaga mwaka mzima. Ndiye amekunena mwaka mzima. Wacha nikuambie, shake your thinking and forget how kwanza kuwafanya kuwa rafiki. Bwana pesa. Kuwafanya kuwa rafiki katika jina la Yesu. Bwana ni roho. Mnabarikiwa. Mmebarikiwa. Bwana pesa. Mimi najua kwamba mwaka ujao tutakuwa na mambo mazuri. Mambo mapya. Kuna kitu moja ninajua, that God is going to position his people. Hallelujah. Na Bwana atajaza kila pengo katika mwaka ujao. Bwana ni roho. Wote mwana na Mungu ndiye roho. In the coming next year, umepitia nini? But start in your position. Hiyo position itafanya ubarikiwe na Mungu. Bwana yetu Yesu. So maandiko inasema ya kwamba hautateketea, maana mimi ndimi Bwana Mungu wako mtakatifu wa Israeli. Bwana wetu pewe sifa. Wacha tumalizie na Psalms 46.
Psalms 46 ndio tuombe. Tuende nyumbani na itakuwa ni baraka. Psalms 46 verse 1 inasema ya kwamba ndio ujue Mungu kwako. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Huo ni kuongea hapa mtu ndani. Mwana ni roho. That God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ati Mungu kwetu ni kimbilio na ni nguvu. You must know your God. Mungu ndio mwenye kai wako uli wa mtu mwingine wako. Bwana wetu kwa sifa. Kwetu ni kimbilio na ni nguvu sana. Anasema ni msaada utakaye onekana tele wakati wa mateso. Huo kai mtu ndio kanaona madhila hivi. Bwana ni roho. Hata ukiingia kwa mateso ya aina gani, bado Mungu ni msaada wako na ndio amekusaidia mpaka dakika hii. Bwana ni roho. Bwana pewe sifa. Na huko moja mstari wa 7 inasema the Lord is good and stronghold in the days of trouble. The Lord is good. The Lord is our stronghold in the days of trouble. So Mungu anakuanga mwema kwetu. Hivyo ndivyo tunataka ya katika mimi. But God is with us. Hallelujah. Ni msaada upatikanao tele wakati wa mateso, wakati wa mashida. All the storms in life, the scars umewekwa na watu. Mungu mwenyewe ndiye anajua mwana ni roho. Na hiyo mambo yote inafika mwisho katika jina la Yesu. Bwana wetu pewe sifa. So Mungu awabariki na Mungu awatende mema na Mungu azidi kuwainua na kuwatia nguvu na kuwapa neema ya kumaliza mwaka katika jina la Yesu. Bwana wetu ndiye sana. Amen. Bwana asifiwe. Tutaiga tunakutana ndio ndio watu. Bwana wetu pewe sifa. Bwana ndiye roho. Nataka tuombe dakika moja kwa sababu ya hiyo neno la Bwana tumesikia siku ya leo. Bwana pesa. Na ninasikia sana sana ndani ya moyo wangu ya kwamba kuna watu waliweka nadhiri na Mungu na hawakutimiza. Bwana ni roho. Hiyo nadhiri bado Mungu anaikumbuka na hawezi kusahau. Na kama hautimizi anaona ukiwa mwenye dhambi. Usome maandiko vizuri. Na ombi nasikia ndani ya moyo wangu ya kwamba ukitimiza hiyo nadhiri kuna mlango mkubwa utafunguka mbele yako. Na kuna kitu ulikuwa umetarajia kwa Mungu na utakipata katika jina la Yesu. Kwa sababu ya kukubali kutimiza nadhiri yako na Mungu. Tuliona Daudi amesema ati ya kwamba atachukua vitu vinono aende kuondoa nadhiri katika nyumba la Mungu. Washa nikwambie hata ukitoa vitu na huko nje, kuna vitu zingine lazima ukuje kwa madhabahu ndio ziweze kuondolewa katika maisha yako. Tupende tusipende katika jina la Yesu. Kuna vitu madhabahu huwa inaondoa. Mwana ni roho. Ni kama vile tu mtu huwa anasema ya kwamba ati mimi nakuanga na kaaga nyumbani, mimi sina mchungaji, hakuna kanisa inakuanga nzuri. Wapendwa, watu wawe na hekima na wasome Biblia vizuri. Waache kudanganya watu. Bwana ni roho. Kuna mambo wewe mwenyewe hauwezi kujifanyia. Tunasikizana? Bwana pesa. Kuna mambo mwili yako lazima ifanywe. Na mimi huwa ninanena hiyo mambo sana. Bwana ni roho. Lazima hiyo mwili yako ipewe meza ya Bwana. Hauwezi kujipatia. Bwana ni akuje. Hata kanisa likipigwa, hata washikaji wapigwe, kuna kitu mwili yako hauwezi kujipatia wewe mwenyewe. Bwana ni akuje. Meza ya Bwana lazima upewe. Haleluya. Lazima hiyo mwili yako ibatizwe. Hauwezi kujibatiza. Amen. Lazima hiyo mwili yako iwekelewe mkono. Hauwezi kujiwekelea kusema nimejibariki. Waibuye tu.
Bwana niongoshe. Haleluya. Jambo lingine lazima hiyo mwili yako ipakwe mafuta. Leo mashirika makona mwili wa Mungu utaliwa. Bwana asifiwe. Kando na kuokoka, kando na kujiombea. Leo mashirika makona mwili wa Mungu unataka kutewa. Bwana niongoshe. Katika kwa aliyemtole kwa usimameni na Biblia yetu katika jina la Yesu. Tuweze kuomba tu dakika moja, si kweli? Bwana aweze kutubariki, aweze kutusaidia, aweze kutuneemesha katika jina la Yesu. Kwa sababu tumeletwa katika nyumba la Bwana, katika ibada ya mwisho. There are so many storms and spurs. Moto na maji tumepitia katika mwaka uliopita. But we are here to thank our God. Tuyapo kila mkai ulega, tuyapo kia baralia mkai, na kutimo shantai, na kugetekia ya kwamba anatupatia neema ya kumalizia mwaka. Fungue kinywa chako, umwambie Bwana atusaidie. Kama kuna nadhiri uliweka mbele za Bwana katika hii mwaka ama miaka imepita, ambie Bwana atusaidie uweze kuondoa ile nadhiri katika jina la Yesu. Ambie Bwana akaponye majeraha katika moyo wako. Ambie Bwana akaweze kukusaidia katika hilo maji, katika hilo moto. Daudi akasema ya kwamba umetujaribu, umetupitishia katika moto kama vile fedha inapejeshiwa katika moto. Bwana uliye mtakatifu, ninakuinua Mwokozi wangu mchana wa siku ya leo katika ibada hii. Nainua jina lako, na heshimu jina lako. Ninakupa sifa na heshima kwa kutukubalia Bwana kuona saa ya mwisho ya mwaka wa 2025 katika jina la Yesu. Na tunakuamini ya kwamba Mwokozi wako unatutoa katika moto, unatutoa katika maji, unatutoa katika majaribu. Baba, unatuweka mahali kuna wiki wa baraka, mahali kuna wiki wa baraka katika jina la Yesu. Baba, tunaenda kustarehe, tunaenda kusimama imara katika jina la Yesu. Bwana, nitutenge kulinganirwa na ile mambo yote tumeyaona katika hii mwaka, so that we can focus ulijiwe kwa kumwelota katika maisha yetu Bwana, katika jina la Yesu. Bwana, pokea sifa, pokea shukrani Bwana, tusaidie Bwana. Naomba jambo moja Mungu, ya kwamba ukabadilishe mawazo yetu Mungu, badilisha nia zetu Bwana, so that we can forget the former things, the fire and the water that we have gone through my Father, the best of your my Redeemer. Majaribu mengi Bwana tukaweze kuyasahau na tukaweze kufunguka macho, tukaona mambo mapya unaenda kufanya Bwana katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Tusaidie kuondoa kila nadhiri Baba, tulitamka wakati ulikuwa kwa taabu, katika jina la Yesu. Pokea sifa Bwana, kwa kuwa wewe Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu na msaada upatikanao tele, katika jina la Yesu. Wewe ndiye ngome yetu, wewe ndiye mwema kwetu, wewe ndiye nguvu zetu, msaada wetu. Pokea sifa Jehova. Inua kanisa lako, limepitia katika moto, limepitia katika maji, but we are still standing, oh God. Bwana, uinuliwe Mwokozi, utia makali ya gari Maria, tugereire mwakoyo yale tumepitishiwa, majaribu imekuwa mengi, lakini Bwana umekuwa mwema. Twasema ni asante, twasema wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe katika Yesu. Twakuinua, twakuabudu Bwana, in the mighty name of Jesus. Inua mkono wako mbele za Bwana katika jina la Yesu. Inua mkono wako mbele za Bwana in the mighty name of Jesus. Thank you Father, thank you Holy Spirit of God. We thank you Jesus. Naomba Mungu aweze kubadilisha mawazo yetu, aweze kubadilisha mawazo yetu, so that we can focus the new things Bwana anaenda kufanya katika maisha yetu, katika hiyo familia yako, katika hiyo biashara yako. Mungu anaenda kufanya mambo mapya, hata kwa watoto wako Mungu anatenda mambo mapya. Umelia mwaka mzima, but God is going to do a new thing katika maisha yako in Jesus name. Bwana atakupigania hiyo vita umepigwa mwaka mzima. Mwingine amepigwa hata kwa familia,
wengine wamepigwa hata katika biashara. But God is going to fight every battle in your life. Stand firm, uone Bwana vile anajua kupigana vita katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo Bwana, ikiwa saa ya mwisho Bwana katika hii mwaka wa 2025 Bwana. Kuna mambo mengi Bwana tumeyapitia katika hii mwaka. Umetujaribu kama vile fedha inajaribiwa. Baba wa mbinguni, tumepitia katika moto na maji na mateso mengi na maumivu mengi Bwana, lakini umetutoa. Na siku ya leo Bwana unaenda kutuweka mahali kuna wingi in a wealthy place katika jina la Kristo Yesu, ya kwamba hatutalia tena wala hatutahangaika wala kuteseka katika jina la Kristo Yesu. But oh my Father, naombea watu wako Mungu, wamepitia mazito, wamepitia wengi, wamejeruhiwa, wako na majeraha katika moyo, wako na majeraha katika mwili. But oh my God, naomba ukaponye hiyo majeraha, naomba ukaponye hiyo maisha Bwana, ndivyo waletu ya Yesu, waokoe katika hiyo moto Bwana, katika jina la Yesu. Na tunaomba ni kwa sababu ya hizi siku tatu zimebaki mwaka ikamilike Bwana. We are praying for our crossover kesha mahali hapa mtakatifu mwema, the last day of the year 2025. Lord, we pray that your grace will be sufficient in us, O dear Father, hata kwa wote walio manyumbani, hata wale wamelemewa na mizigo mizito Bwana, katika viuno vyao, katika mabega yao, katika maisha yao Baba, katika hiyo siku Mwokozi wangu, tunaomba usiku mwema, tunaomba usiku wa baraka, tunaomba kesha iliyo na mafanikio, that your grace itashuka hapa, na Baba sauti yako na unabii utashuka hapa Bwana, tutaelewa mapenzi yako katika jina la Yesu. Tunaombea watu Bwana, tunafungua watu, tunafungua washirika, tunafungua watu katika emoji maeneo yote malifanya katika hiyo mkesha Bwana, katika jina la Yesu. Twaguna ilaka hiyo tuliweleza na utuondokie mudhamaki mwema. Pokea sifa Bwana. Ninawabariki hao watu wako Mfalme katika hizi siku zimebakia, na waombea neema, na waombea ujasiri, na waombea baraka, na waombea ushindi wako Bwana. Naomba ukawatumanie, ukainue kazi za mikono yao, kabariki biashara zao, kabariki familia zao Baba wetu wa mbinguni. Naomba wafunguke macho na hata masikio yao, wengine waelewe sauti yako Baba uliye mtakatifu. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu. Kwa shukuru hata kwa baraka ya mvua, sio kawaida kuona kukinyesha Bwana, bali Mungu wa baraka, tunajua kwamba ni baraka katika jina la Yesu. Tunalia kurashia kila mmoja wenye wametumia ito Jehova katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa kuinua Bwana katika jina la Kristo Yesu, tuliomba na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Mumebarikiwa. Amen. Mumebarikiwa. Situseme neema. Ama kuna mtu angependa kuokoka? Hiyo swali hatuwezi kuwasha. Amen. Kama hakuna sote tumeokoka, Mungu awabariki na awatende mema. Ombi langu hapa wale wanatutazama, tuko na mkesha hapa on the first. It will be on Wednesday kuanzia saa 3 mpaka asubuhi. Tutakuwa na kesha kubwa hapa. Tumewakaribisha katika jina la Kristo Yesu. Mungu awabariki. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Mungu awabariki, awatende mema. Salimia mwenzako ukimtakia